Jina langu naitwa Bishop Pius Erasto Ikongo, ni askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Acts of God Church hapa nchini. Ni kiongozi kitaifa. Lakini pia ni mwenyekiti wa PPFT, Pentecoste Pastors Fellowship Tanzania. Leo ni tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026, siku ya Jumapili. Leo ni siku ambayo Watanzania, Wakristo na Watanzania kwa ujumla, lakini pia na hata dunia nzima tunakumbuka kufa kwake Yesu Kristo. Maana yake ni Pasaka, ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu Kristo. Hiyo na mimi kama mmoja wa viongozi wa dini hapa nchini natumia nafasi hii ya siku ya leo ya tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 kutoa salamu zangu za Pasaka. Salamu zangu za Pasaka kwa siku ya leo nitazielekeza moja kwa moja kwa kiongozi wetu mkuu, Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa salamu zangu zote nitakazoziongea leo naomba kuzielekeza kwa Mheshimiwa Rais. Rais nimpendaye, rais mwenye wapenzi wengi, rais anayependwa na wengi sana. Rais kipenzi cha Watanzania, rais ambaye Mungu amemjalia hekima, busara na ni mtu ambaye watofauti sana. Mheshimiwa Rais, leo nakuja kuleta salamu za Pasaka kwa ambaye wewe rais ni kipenzi cha Watanzania na wanaokupenda ni wengi. Tuko wengi kuliko ambao labda wanaweza wakawa na maswali. Sisi ambao tunakupenda, kukuombea na tunafanya ibada kukuombea. Mungu akupe afya njema, Mungu akupe nguvu, Mungu akupe hekima na busara zaidi ili uweze kutuongoza. Basi leo kama nilivyosema kwamba salamu zote za Pasaka mimi kama Bishop Ikongo nazielekeza kwako. Nikiwa na maana hii, katika Pasaka tunaamini Yesu alikufa, Yesu alifufuka, lakini pia Yesu alipaa mbinguni. Na istoshe ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kule mbinguni. Lakini bado atakuja tena Yesu Kristo, na akija anakuja kulichukua kanisa lake. Na kanisa ni wale watu ambao wamemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mimi kama Askofu Ikongo na askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Acts of God Church na mwenyekiti wa PPFT, yani Pentecoste Pastors Fellowship Tanzania, Mheshimiwa Rais, salamu za Pasaka nazileta kwako binafsi, yani wewe mwenyewe. Natamani Yesu huyu ambaye tunasherekea kifo chake na kufuka kwake, atakaporudi akuchukue na wewe. Yani atapochukua wengine, anapolinyakua kanisa, na wewe uwe miongoni mwao. Sasa ombi langu na mawazo yangu na ushauri wangu kwako Mheshimiwa Rais, na kuomba ebu muamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yani uokoke. Muamini Yesu akubadilishe maisha yako. Ukimwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mheshimiwa Dr. Samia. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo ili kwamba siku atakapokuja huyo Yesu ambaye alikufa, akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kutoka huko atakuja tena kuwachukua wale ambao wamemwamini. Ningetamani na mimi ambaye ninakupenda Mheshimiwa Rais na tunakuombea, ningeamini na ninaamini itakuwa hivyo. Natamani kwamba na wewe uwe miongoni mwa watu waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ili tutakapokuja kuchukuliwa na wewe uwe miongoni mwao watakaochukuliwa na kwenda kukaa na Bwana kule mbinguni. Sehemu ya pili, kama nilivyosema kwamba salamu zangu zote nazielekeza kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kukupongeza na kupongeza sana kwa moyo wa dhati kwa kazi kubwa ambayo umeifanya toka tumalize uchaguzi mwaka jana 2025 mwezi wa 10 Oktoba 29. Baada ya kuibuka mshindi wa kishindo, umefanya kazi kubwa sana. Naomba nikupongeze kwa muda huu mfupi. Mungu akubariki sana. Umefanya mambo makubwa
ambayo machache nitakwenda kueleza, japo ninayo mengi sana, lakini nitaongea moja tu ambalo nakupongeza kwa hilo. Mheshimiwa Rais, ninakupongeza sana kwa sababu umekuwa mstari wa mbele kusimamia na kuelekeza vyombo vyako vya usalama nchini, kusimamia na kuelekeza vyombo vyako vya usalama nchini ili kuweza kuwatumikia wananchi na kuhakikisha nchi hii inabaki katika utulivu, amani, upendo na mshikamano. Kwa hilo ninakupongeza sana Mheshimiwa Rais. Umekuwa ukisimamia kwa muda huu tulionao. Sasa hivi tuna robo ya mwaka huu wa 2026. Tuko kwenye robo ya mwaka, kwenye mwezi huu wa 4. Maana yake tumemaliza robo ya mwaka, au tuko kwenye robo ya mwaka. Bado siku chache tu tutimize robo ya mwaka. Lakini tangu mwaka huu wa 2026 umeanza, Mheshimiwa, umekuwa mstari wa mbele sana kusimamia na kutoa maelekezo ili vyombo vyako vya usalama viweze kusimamia amani, utulivu, mshikamano na upendo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mambo hayo umeyafanya. Mimi kama kiongozi mmoja wa viongozi wa dini ninakupongeza mno na kupongeza sana Mheshimiwa Rais. Mimi kama mmoja wa viongozi wa dini hapa nchini nimekuwa nikifuatilia sana vyombo vyako vya usalama nchini. Vyombo vyote nimevifuatilia. Mimi na makanisa maeneo mengi na ninawasiliana na karibu ni mikoa yote na wilaya zote. Nimekuwa nikifuatilia sana vyombo vyako vya usalama. Mheshimiwa Rais, vyombo vyako vya usalama vimekuwa vikifanya kazi kubwa. Usiku na mchana hawalali. Wanafanya kazi kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani, wanaishi kwa utulivu, wanaishi kwa upendo na mshikamano, na kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama. Yote hayo wanayafanya, najua na ninaamini na ninafahamu ni maelekezo yako Mheshimiwa. Mheshimiwa Rais, tuna mkuu wa majeshi nchini, tuna mkurugenzi wa usalama wa taifa, idara ya usalama, tuna kamishna wa magereza, tuna kamishna wa uhamiaji, tuna huyu IGP, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Watu wote hawa ni vyombo vyako. Kwa maelekezo yako, na wao wameelekeza wa chini wale vyombo vyao vya chini wale na wao wametoa maelekezo chini yao. Wamekuwa hawalali usiku na mchana. Hawa ndio wataja viongozi wakuu hawa, mkuu wa majeshi, mkuu wa usalama wa taifa ambaye ni wa idara ya usalama wa taifa, wakuu wa uhamiaji, kamishna wa uhamiaji, wakuu wa magereza na vyombo vyote vya usalama, pamoja na IGP ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Katika uzunguka kwangu na utafiti wangu nimegundua kama kiongozi wa dini kwamba hawa watu hawalali usiku na mchana, wanatafuta namna na mbinu ambazo nchi yetu itakuwa salama, mipaka itakuwa salama, na sisi wenyewe wananchi tutakuwa salama, sisi pamoja na mali zetu. Ninaamini haya yote ni maelekezo yako. Ndio maana nakupongeza sana Mheshimiwa kwa vyombo vyako kufanya kazi nzuri sana. Kwa robo hii ya mwaka tulionao, kwa hii robo ya mwaka 2026, nchi imetulia, nchi ina amani, nchi tuko vizuri. Sasa hivi wananchi wana amani, wana furaha. Nitatoa mfano. Leo ni siku ya Pasaka. Mimi nimehubiri kanisani kwangu na nimewasiliana na wachungaji mikoa mbalimbali. Kanisa yetu yote tumehubiri kwa amani, tumehubiri kwa furaha. Tuna amani, utulivu, hakuna vurugu zozote wala viashiria vya uvunjifu wa amani. Hiyo yote ni kazi ya vyombo vyako vya usalama. Ndio maana nakupongeza Mheshimiwa Rais. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri, na ndio maana tunasema kwamba tutaendelea kukuombea. Usivunjike moyo kwa hao wanaokusema wanaweza kaongea hawayaoni, lakini wanayaona na wanayatumia. Niseme Mheshimiwa Rais, sisi viongozi wa dini nchini, viongozi wa dini zote, nje na mimi tu peke yangu, kwa dini zote nchini, leo siku ya Pasaka na hata siku zingine zilizopita ndani ya robo ya mwaka hii, wamekuwa wakihubiri. Kama leo siku ya Pasaka, watu wanahubiri neno la Mungu, watu wamefanya matamasha, kuna watu wamefanya makongamano hapa nchini, kuna watu wamefanya mikutano yao ya hadhara, viongozi wa dini wanafurahia, hakuna uvunjifu wowote wa amani.
watu wanafanya mikutano yote na makongamano hayo, hakuna kuzuiliwa. Pasaka imeenda kwa amani, kwa utulivu na furaha na mshikamano. Yote hayo ni juhudi zako na maelekezo yako mheshimiwa, na ndio maana vyombo vyako vimefanya hivyo kutusimamia na kuhakikisha kwamba tuko salama. Ndio maana nimetumia Pasaka hii kupeleka salamu kwako moja kwa moja Mheshimiwa Rais. Mungu akubariki na kupongeza sana. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe tu mfano mfupi sana kwenye salamu zangu hizi za Pasaka. Mfano ni wa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro amekuwa mfano mzuri sana wa kuigwa. Yeye na kamati yake ya ulinzi na usalama katika mkoa wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana ndani ya mkoa wa Kilimanjaro kuhakikisha kwamba wanalinda amani, utulivu, mshikamano na upendo ndani ya mkoa wetu. Na hata sasa mkoa wa Kilimanjaro ni salama kabisa, na mkoa wa Kilimanjaro umetulia, ni mfano wa mikoa mingine yote, kwa sababu mkoa wa Kilimanjaro mpaka sasa hivi kuna utulivu mkubwa. Kwa hiyo ninampongeza hata mkuu wa mkoa, najua yote haya wanayafanya ni maelekezo yako Mheshimiwa Rais, ndio maana nakupongeza sana. Mkuu wa jeshi la polisi kamanda wa mkoa wa Kilimanjaro ametoa maelekezo, na haya maelekezo yake yamefanyiwa kazi na polisi wote wa chini. Wanazunguka kata zote za mkoa wa Kilimanjaro wakihubiri, wakitoa semina mbalimbali juu ya kutunza amani, upendo, mshikamano na utulivu ndani ya nchi yetu, hasa kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kila kata, polisi kata, vyote hivyo wanavifanya kwa maelekezo ya polisi, ya mkuu wa polisi wa mkoa, kamanda wa polisi mkoa. Kwa hiyo hayo yote, na mkoa umefika mahali sasa tuko vizuri na tumetulia. Ndio maana nasema na kupongeza Mheshimiwa Rais, kwa sababu katika mkoa wetu hali imekuwa ni shwari. Pasaka hii makanisa yote mkoa wa Kilimanjaro ni mfano. Nyumba zote za ibada kwenye Pasaka hii imekuwa mfano. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri Mheshimiwa Rais. Nafurahi na ninaendelea kukuomba. Kwa mfano ukiangalia kipindi cha nyuma hapa, mwaka jana, mkoa wa Kilimanjaro ulikuwa na mambo mengi. Ukiangalia kamishna wa uhamiaji wa mkoa alikuwa anapitia changamoto kali sana kwenye mkoa wake, kwenye masuala ya uhamiaji haramu, kwenye masuala ya watu kuvuka mpakani bila nani, lakini wameweka operation nzuri kabisa. Yani mpaka sasa hivi wale watu waliokuwa wanaingia bila mipango, wanakuja kufanya uhalifu, sasa hivi mkoa umetulia. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana, kwa sababu yote juhudi zote hizi ni kwa ajili ya maelekezo yako na ndani ya utawala wako. Lakini namalizia Mheshimiwa Rais, nina ombi kwako Mheshimiwa Rais. Ombi hili ni sehemu ya salamu ya Pasaka. Nimeona kwamba katika Pasaka hii hebu isipite bila kukuomba. Nafikiri unanielewa na unafahamu kila Pasaka ninapotoa salamu huwa natoa na ombi. Sasa Pasaka hii ninalo ombi. Mheshimiwa Rais, ombi langu la Pasaka hii ambayo nalileta kwako kwa salamu hizi, kupitia salamu hizi za Pasaka, ombi langu ni kubwa, ni moja. Na kuomba Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima zote, ninakuomba tuondolee kero inayotusumbua katika wilaya ya Mwanga. Wilaya ya Mwanga ambayo ndio wilaya yangu, tuna kero nyingi sana. Ziko kero nyingi sana zinatusumbua. Lakini kwa hii moja ambayo ninakwenda kuitaja Mheshimiwa, na kuomba Mheshimiwa Rais tusaidie Wanamwanga. Wanamwanga wana maumivu, Wanamwanga tumeishi kwa hofu. Sasa hivi tunakaa kwa hofu sana. Kwa tunakuwa na hofu hata pale vyombo vya serikali au viongozi wetu wa serikali wilaya wanapotuhamasisha kushiriki maendeleo, tunakuwa na hofu kushiriki hayo maendeleo kwa sababu ya kero hii ambayo ninakwenda kuitaja Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kero hizi sio kwamba tumeshindwa kuwaambia viongozi wengine. Wamekuja viongozi wako. Kwa mfano juzi hapa kulikuwa na ujio wa waziri mkuu Mheshimiwa
Dr. Lameki Mwigulu Nchemba. Waziri mkuu alikuwa hapa, lakini pia viongozi wengi wamekuja Mwanga, na bado nina taarifa viongozi wengi watakuja. Mheshimiwa Rais, kero hii alipokuja waziri mkuu nilitamani tuiseme, na kuna watu wanatamani kuongea lakini tunashindwa. Why? Tunashindwa kwa sababu Mheshimiwa Rais, kero hii inasababishwa na wasaidizi wako ambao ni viongozi wa wilaya yetu. Sasa kama jambo wamelifanya wao, wana viongozi wetu wa wilaya wakafanya jambo alafu wakaliwekea wigo wa kulilinda, kwa hiyo inakuwa ngumu sana wananchi kueleza kiongozi yoyote, kwa sababu wao ndio wamekamata mpini na wanalinda kile walichokifanya, ambacho kinabaki kuwa kero kwa wananchi, na hofu inaingia kwamba wanapotuhamasisha kufanya kuunga mkono maendeleo au kufanya jambo lolote la kimaendeleo linafanyika, lakini sio kwa asilimia kubwa ambazo kama kero hizi zingekuwa zimeondoka. Hofu imetanda kwa sababu kero hizi zimesababishwa na hawa ambao ni wasaidizi wako mheshimiwa. Kabla sijataja kero, Mheshimiwa Rais, kwanza naomba nikushukuru. Nakushukuru wewe Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote wastaafu na wale wengine ambao wako madarakani, na wananchi wote ambao kwa kweli Mheshimiwa Rais mlifika Mwanga na mkaja kujiunga na sisi wakati wa kuhifadhi mwili wa mheshimiwa mzee wetu kipenzi chetu cha Mwanga, Mheshimiwa Mzee Msuya. Wakati wa mazishi ya Mzee Msuya tuliona upendo mkubwa sana kwa viongozi wa serikali, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais tulifurahia kwa wastaafu, viongozi wastaafu na viongozi na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais mlitufanya tukaona kwamba wana Mwanga kumbe tunapendwa. Mlifika na mkatutia moyo, na kwenye mazishi yale kweli mliongea maneno mazuri ya kutufanya sisi tujisikie kwamba hatuko peke yetu, na mlituonyesha kwamba mnaipenda wilaya ya Mwanga. Hata wewe Mheshimiwa Rais ulipofika kwenye ziara yako ulituambia wazi kwamba swala la maji, swala la maji, barabara, vitu vilivyofanyika hapo wakati wa Mzee Msuya na jinsi alivyokuwa na kusumbua na kukuomba kwamba ule mradi wa bwawa la Nyumba ya Mungu basi ufanyike. Ulitueleza hiyo ni kutuonyesha kwamba Mzee Msuya alikuwa anapenda maendeleo. Mheshimiwa Rais, katika uongozi wa mzee Cleopa Msuya ambaye ni baba yetu na tunampenda sana na tumejifunza mengi kwake, wakati wake wa uongozi wake mzee huyu alijitahidi sana kuhakikisha kama katika wilaya ya Mwanga tunakuwa na maendeleo, hasa kwa mfano upande wa barabara. Alijitahidi sana kuhakikisha kwamba tumepata barabara za kuchonga kabisa na kutengeneza vizuri maeneo ya Ugweno, maeneo ya Usangi na maeneo mbalimbali ya wilaya ya Mwanga. Lakini pia haitoshi, Mheshimiwa Mzee Msuya alihakikisha amesimamia masuala ya vituo vya afya. Vituo vya afya vilijengwa sana katika wilaya ya Mwanga. Mheshimiwa Rais huyu Mzee Msuya alisimamia mambo ya shule zilijengwa nyingi kwa wakati ule, na alihakikisha kwamba ni mzee aliyokuwa anapenda sana maendeleo. Kwa kuna vitu vingi ambavyo Mzee Msuya, hata kusambaza umeme, alisambaza umeme katika wilaya ya Mwanga sehemu nyingi, watu ambao tulikuwa tujui kama tutakaa tupate umeme, lakini Mzee Msuya alihakikisha tumepata umeme. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya maendeleo haya ambayo Mheshimiwa Mzee Msuya aliyafanya, na hata wakati wa mazishi yake nilikusikia ukitamka kwamba na wakati umekuja kwenye ziara pia ulitamka jinsi alivyokuwa anapenda maendeleo ya wilaya ya Mwanga. Mheshimiwa Rais, kero yetu ni nini? Kero kubwa iliyoko sasa hivi, ziko kero nyingi sana, lakini nimeona nilete hii
mifano miwili tu, alafu utusaidie hii. Kwa mfano, uwanja ambao wewe uliutumia Mheshimiwa Rais ulipokuja ni uwanja unaitwa CD Msuya. Mimi nilikaa na marehemu Mheshimiwa Dr. Msuya na tuliongea. Nilikuwa napata muda mwingi wa kukaa naye na kuongea na mzee wangu yule. Kama kuna jambo ambalo mzee Msuya mpaka anafariki alikuwa anawaonya Wanamwanga na mimi mwenyewe na wengine wengi walionywa, ni swala la kutumia jina lake vibaya. Alikuwa hapendi kabisa mzee Msuya jina lake litumiwe vibaya, au watu kutumia jina lake kwa ajili ya kufanya vitu vya kitapeli au vitu vya ujanja ujanja. Mzee alikataa kabisa, hataki jina lake litumiwe vibaya. Sasa Mheshimiwa Rais, katika maendeleo ambayo ameyasimamia mzee Msuya ni pamoja na elimu. Amehakikisha kwamba shule zimejengwa. Sasa katika ule uwanja wa CD Msuya, ule uwanja ambao Mheshimiwa Rais hata wakati wa uzinduzi wa mradi mkubwa wa bwawa la Nyumba ya Mungu, Mheshimiwa ulisimama pale na ukatuhutubia. Uwanja ule una frame, una maduka, na fedha zote zinazokusanywa kwenye ule uwanja, zile fedha zote zinazokusanywa zinaenda halmashauri. Halmashauri inaingiza mapato sana hapo kwenye uwanja wa CD Msuya. Lakini Mheshimiwa Rais, jambo ambalo linatuumiza wananchi wa Mwanga ni kwamba mwaka wa 90, mimi nikiwa mhubiri na mmoja wa viongozi wa dini, nilifika kufanya mkutano katika uwanja huo. Niliomba kibali cha kutumia uwanja. Nilipoomba kibali cha kutumia uwanja, nilipewa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwanga. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ndio alinipa barua ya kibali cha kuutumia ule uwanja. Mheshimiwa Rais, mpaka sasa hivi tunavyoongea, baada ya viongozi wa wilaya kuukarabati tu ule uwanja, wameuchukua wameufanya ni wa halmashauri. Lakini ukweli usiopingika, uwanja wa CD Msuya sio mali ya halmashauri. Ule ni uwanja wa shule ya msingi Mwanga. Sasa hivi shule ya msingi Mwanga wameihamisha kutoka pale wakaipandisha juu. Sawa, lakini shule ya msingi Mwanga mjini watoto hawana mahali pa kucheza. Shule ya Mwangondi hawana mahali pa kucheza. Ni shule ya msingi hizo. Lakini Mwanga mjini hakuna uwanja wowote wa michezo. Sasa hivi halmashauri imechukua huu uwanja na inasema ni wa kwao, na wanakusanya mapato hayaingii kwenye shule ya msingi Mwanga. Kwa hiyo ombi langu, kero hii ni kubwa, na ukiizungumza unajihatarishia, kwa sababu viongozi hawakubaliani na hilo. Lakini ni ukweli usiopingika, ule uwanja sio halmashauri. Na kwa sababu shule ya msingi Mwanga na shule ya Mwangondi hazina mahali pa watoto kucheza, kuna sababu gani halmashauri ichukue uwanja wa shule na kugeuza wa kwao na kukusanya mapato, na mapato yale hayaendi kwenye shule? Hata kama basi kulikuwa na sababu ya kufanya hivyo, wangetakiwa wawe wazi kwa wananchi ili tujue uwanja wa shule ya msingi Mwanga umebadilika. Sasa sio mali ya wananchi, sio mali ya shule, sasa ni mali ya halmashauri. Lakini sisi hatujaelewa zwa hicho. Mimi toka mwaka 90 nimetumia huo uwanja. Sijaona mahali popote au kuna mahali popote wamebadilisha, na wamejaribu sana kuvutana, kumekuwa na migogoro mingi sana, lakini uwanja ni mali ya shule. Ombi langu kwako Mheshimiwa Rais, ninakuomba uwanja ule, toa maelekezo, uwanja urudi kwa watoto. Shule za msingi Mwanga tubaki na huo uwanja. Kama kuna wachezaji wengine, kama kuna mambo mengine yanafanyika pale, mapato yote na kila kitu kitakachopatikana kiingie kwenye hizo shule, kwenye shule ya msingi ambao ndio mali yao. Hakuna sababu yoyote ile ya shule ya msingi Mwanga kuwa na shida na mapato yanaingia mengi yanaenda halmashauri. Nitatoa mfano wa shule zingine. Tuna shule ya msingi Kifula.
Mheshimiwa Rais, shule ya msingi Kifura mwaka 88, 89 mimi nimefanya mikutano pale kwenye shule ya msingi Kifura. Ule uwanja wa Kifura ulikuwa ni kwa ajili ya watoto wa kuchezea, watoto wacheze. Kwa ni uwanja ule. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Rais, jambo la kusikitisha na la ajabu sana, serikali ya wilaya Mwanga imebadilisha ule uwanja, umeugeuza kuwa soko. Sasa unaangalia, unaona watoto hawana pa kucheza wa shule ya msingi Kifura, watoto wa mtaani hawana mahali pa kucheza, jamii pale haina mahali pa michezo. Uwanja wa michezo umechukuliwa na halmashauri na wanakusanya 500. Ukienda pale kwenye ule uwanja ambao mimi nilihubiri mwaka 89, mwaka 92 mpaka 94, ule uwanja pale na ubiri mpaka 97 na ubiri, ule uwanja ni mali ya shule ya msingi Kifura. Hata viwanja kama hivi ni viwanja ambavyo vimetunzwa na vimewekwa na kina Mzee Msuya, na kama kweli tuna mwenzi hivi viwanja tuachie watoto. Mzee Msuya alijua kabisa hivi viwanja ni vya watoto. Kwa nini vigeuzwe kuwa soko? Kwa nini sasa hivi halmashauri ndio inaenda kukusanya 500 pale, na pesa hizo haziendi kwenye shule ya msingi Kifura, zinaenda zote kwenye halmashauri? Mheshimiwa Rais, ombi langu kwako kwenye sikukuu hizi za Pasaka, ninakuomba kwa unyenyekevu wote, toa maelekezo. Hakuna mtu ana uwezo wa kusema maneno haya, kwa sababu ukiyasema haya unajihatarishia usalama. Watu tuna wasiwasi. Kwa mfano mimi sasa hivi katika mikoa ya kaskazini yote, Mheshimiwa Rais, nimefuatilia sana mikoa ya kaskazini yote, nikiwa na maana kwamba Manyara, Arusha, Tanga, Kilimanjaro, mikoa yote ya kaskazini, sijaona mtu mwenye uwanja wa binafsi. Viwanja vyote ni vya shule, viwanja vyote ni vingine unakuta ni vya chama cha kisiasa, vingine unakuta ni vya serikali, lakini kukuta kiwanja cha mtu binafsi hakuna, isipokuwa mimi peke yangu, Askofu Ikongo, ndio hii stadium yangu. Nina stadium yangu, stadium ya Ikongo au Ikongo Stadium, ni uwanja wangu wa mpira. Nimeutengeneza vizuri kwa ajili ya watoto kucheza, kwa ajili ya watu kufanya mazoezi. Ni stadium natamani kuiboresha, lakini sasa hivi naishi kwa hofu, naogopa. Kwa sababu, kwa nini naogopa Mheshimiwa Rais? Ninaogopa kwa sababu kama wanaweza wakachukua uwanja wa taasisi ya shule kama Kifura, wakachukua viwanja vya taasisi kama shule ya Mwanga, watashindwaje kuchukua kiwanja cha taasisi za Ikongo? Ni rahisi kutunyang'anya. Hata nimekuwa na wasiwasi kwamba sasa hata tukiuboresha watatunyang'anya, na watu wengi wanaogopa kuongea. Najua hata hivi nimeongea mimi, lazima kutakuwa na kashikashi nyingi. Nitakuomba tu Mheshimiwa Rais unilinde, kwa sababu ninajua nimejaribu kuwaomba. Ukienda kwenye kuomba, labda naomba ni kurasimisha maeneo yangu, kurasimisha uwanja, kufanya nini, mizengwe ni mingi. Mheshimiwa Rais, mimi najua umetoa fedha, umetoa pesa, kwa sababu natupenda wana Mwanga, ili mamlaka ya mji mdogo wa Mwanga ipimwe, na watu wanapima kwa kampuni ambayo iko hapa sasa hivi, tunapima kwa shilingi 1,500,000. Lakini mimi hapa sasa hivi na taasisi yetu tukiomba kupimiwa, kurasimishiwa uwanja, pamoja na kwamba tumeuendeleza na ni wa binafsi, wanakwambia kwamba Kisangiro hairuhusiwi kufanya nini, maana haiko kwenye michoro. Unaambiwa lipa 8,000,000, lipa 4,000,000. Ukitaka kulipa hizo hela wanakwambia kwamba andika barua. Umeshaandika barua zaidi ya mara 3 mara 4 na wanazijibu, lakini ukiangalia upimaji wameondoa Kisangiro, wameitenga pembeni. Lakini ukienda kwenye uhalisia, Kisangiro yuko ndani ya mamlaka ya mji mdogo. Kwa hiyo fedha kama zimetolewa kwa ajili ya ndani ya mamlaka na umetupa pesa kwa ajili ya kupima viwanja vyote ambavyo viko ndani ya mamlaka ya mji mdogo, kwa nini wasipime kiwanja changu? Kwa nini wasipime na hiki Ikongo Stadium na huu kiwanja hiki kio kimepimwa? Kwa nini wasifanye hivi? Lakini wanasema mara michoro mara nini. Kwa hiyo mizengwe ni mingi. Mimi nimeongea haya, ninajua hawatanipenda, watanichukia, lakini kwa sababu ni kiongozi wa dini na hizi ni salamu za Pasaka, Mheshimiwa Rais, naomba niziweke wazi kwako. Mheshimiwa Rais, bado tuna kero, kero ni nyingi sana. Lakini
ombi langu kwako Mheshimiwa Rais, toa neno. Mimi najua Mheshimiwa Rais, ukitoa neno moja, ukisema tu neno moja, viwanja vilivyochukuliwa ambavyo ni vya shule za msingi, watoto warudishiwe viwanja vyao, masoko yaondoke. Nina uhakika Mheshimiwa Rais, yaani ukisema leo, kesho shule ya msingi Kifula itarudishiwa uwanja wake. Shule ya nani ya msingi Mwanga itarudishiwa uwanja wake. Na hata kama ni mapato watakusanya pale. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ukitoa hayo maelekezo utakuwa umetusaidia wananchi wa Mwanga, na mimi kero zote nitazibeba, nitazileta kwako. Nimeona nitoe hizi chache. Kwa mfano, kuna kero nyingi sana. Yako mambo mengi ambayo sio mazuri Mheshimiwa. Nitakuonyesha mfano, nitazungumza mfano mwingine mmoja. Niongeze mfano mwingine mmoja. Kwa mfano, mamlaka ya mji mdogo wa Mwanga. Sasa hivi wanasema tuna mamlaka ya mji mdogo. Lakini ukiangalia sheria zinakataa. Hauwezi kuwa na mamlaka ya mji mdogo alafu Teo anakaimu zaidi ya miaka 10. Hatuna Teo. Tuna Teo ambaye anakaimu. Hata akiwaandikia barua anagonga muhuri, anasema mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo. Kwa nini? Kwa sababu anakaimu. Na kukaimu sio mbaya, lakini sheria haziruhusu Teo kukaimu zaidi ya miaka 10 na kuendelea. Hairuhusu. Tungepata Teo, ingekuwa nzuri, tujue hii ni mamlaka kamili. Lakini sasa hivi ni wa kukaimu tu. Huu ni mwaka karibu unaenda wa 11, 12. Teo anakaimu. Huko nyuma tulikuwa na Teo wetu na kazi ilikuwa inaenda vizuri. Kwa vitu kama hivyo Mheshimiwa, ni kero, vinakwamisha maendeleo. Kwa hiyo mimi nimeona nivitoe tu kwa salamu hizi za mwaka mpya Mheshimiwa, ili utusaidie. Kwa hizi chache, mimi naandaa zingine nyingi nitakuletea Mheshimiwa Rais. Lakini kwa hizi mbili naomba Mheshimiwa Rais tusaidie. Tuondolee hizi kero. Watoto warudi kucheza kwenye viwanja vyao, walimu wafurahie viwanja vya michezo, na hata raia kama watu wa tofauti ambao sio wanafunzi tunataka kufanya mazoezi, basi tuende pale. Itatufanya sisi tuondoke na hofu na viwanja vyetu vitaendelea. Sasa hivi mimi naogopa hata kusema niongee na waziri wa michezo Makonda. Nitamwambia Mheshimiwa Makonda, naomba nitafute hata mtu tukarabati uwanja wangu ili tuweze, tukisha ukarabati basi ili tuweze kufanya tu maendeleo ya michezo na nini. Kama kutakuwa na mapato huko, basi kwa timu mbalimbali zitacheza za mikoa, wilaya na maeneo mbalimbali, watafanya mazoezi hapo. Kile kitakachopata basi tutashare pamoja. Lakini naogopa. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali ikikusaidia au kasaidiwa kwa maelekezo ya serikali, unanyang'anywa. Kwa sababu kama wananyang'anya taasisi za serikali, taasisi zetu binafsi ni rahisi sana kunyang'anywa. Mungu akubariki Mheshimiwa Rais. Naomba nitamke tu kwamba tunakupenda, na wanaokupenda ni wengi kuliko wale ambao labda tunaweza kufikiri vinginevyo. Nakupenda, tunakuombea Mheshimiwa Rais. Mimi na kanisa langu tunakupenda mno na tunakuombea, na kazi ulizofanya Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Umefanya mambo mengi, lakini kwa sababu huu sio wakati wa siasa na sio wakati wa kuzungumza yaliyofanywa, lakini mimi naomba niseme tu kwamba kwa kazi kubwa uliyoifanya Mheshimiwa Rais, tunakupenda na tunaendelea kukuombea. Mungu akupe afya njema, Mungu akulinde, Mungu akupe afya kila wakati na akupe nguvu, na Mungu akuondolee maadui na wale wanaokuchukia mabaya yao, kama vile Biblia inavyosema katika kitabu kile cha Mithali 26, kama vile inavyozungumza kila 26 mstari wa 26, anasema ingawa chuki hufunikizwa kwa hila, uovu wake utadhihirika mbele ya kusanyiko. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye abiringishaye jiwe litamrudia. Mheshimiwa Rais, mimi nasema hivi, wale wote wanaobiringisha mawe kwako, hayo mawe yawarudie katika jina la Yesu. Wale wote katika Pasaka hii, wale wote waliozoea kukuchimbia mashimo na kukutengenezea vitu mbalimbali, Mheshimiwa Rais, hayo yote ninayaamuru katika jina la Yesu yawarudie wenyewe. Mabaya yawarudie wale wanaoyatengeneza mabaya. Wewe uwe salama ili uweze kutuendeleza na kutusaidia katika maendeleo ya nchi yetu, na sisi tutaendelea kukuombea. Mungu akubariki na kukulinda. Mheshimiwa Rais, nakupenda. Jina langu ni Bishop Ikongo. Mengine nitakuletea yakiwa katika maandishi. Asante sana. Mungu akubariki.